fupi ambalo linasema upole. Haleluya. Upole ama unaweza ukaita unyenyekevu. Upole ama unyenyekevu wa maisha ya muamini. Pole ama unyenyekevu kwa maisha ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Upole ama unyenyekevu kwa maisha ya nani? Ya muamini. Nikiwa naamini ya kwamba hapa tulipo ndani watu wote tumepata neema ya kuokoka. Haleluya. Na kama labda kuna mtu ambaye hajaokoka, tutamuombea mwishoni ili na yeye aweze kumkabidhi Yesu maisha yake, awe miongoni mwa watu ambao ni wana wa Mungu katika dunia hii. Sasa nimesema somo linaitwa upole ama unyenyekevu kwa maisha ya muamini. Namna ambayo tunataka tuiendee siku ya leo ni tuangalie namna ambavyo tunaweza tukazivuta neema za Mungu kwenye maisha yetu, namna ambavyo Mungu anaweza kujihusisha na maisha yetu pasipo kutumia nguvu ama ushawishi wa aina yoyote ile. Kwa hiyo tunatamani mwezi huu wa 8 ambao tumeuanza siku ya jana na leo ni Jumapili yetu ya kwanza, uwe ni mwezi ambao neema ya Mungu itatembea na sisi katika maisha yetu. Neema ya Mungu itatembea na sisi katika kanisa letu hili, lakini pia na hata katika maisha yetu ya kila siku. Moja ya shauku ambayo mwanadamu anatakiwa kuwa nayo ni shauku ya kukua, kuongezeka. Kama unavyokuwa ni mzazi, unamwona mtoto wako mdogo kadi siku zinavyozidi kwenda unatamani uone sasa leo ametoka kwenye kunyonya maziwa tu, anaanza kunywa na uji. Akitoka kwenye uji unamwona sasa leo ameanza kutambaa, unajisikia furaha. Baada ya hapo watu wakikuuliza vipi, kameanza kusimama? Kameanza kusimama, unajisikia furaha. Baadaye kanaanza kutembea kwa kameshika vitu. Haleluya. Amen. Baadaye kanaanza kutembea kenyewe kwa miguu, kanakimbia. Baadaye unakaambia nenda dukani pale ukaninunulia kiberiti. Nenda kwa mama fulani pale ukamwambia jioni kutakuwa na ibada asikose. Bwana asifiwe sana. Utajisikiaje kama kale katoto kako ambako umekazaa kila siku kanaendelea kunyonya tu, hakakui, hakatembei? Bado nikakubeba mgongoni tu, kana miaka 6 lakini nikakubeba mgongoni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yanahitaji ukuaji, yanahitaji kuongezeka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Vivyo hivyo na sisi kwenye maisha yetu lazima tuwe na muda wa kutafakari kwamba je, kuna jambo gani limeongezeka kwenye maisha yangu katika mwezi huu? Kuna jambo gani limeongezeka kwenye maisha yangu ya kiroho katika kumjua Mungu? Nimeongeza kitu gani? Ni kitu cha muhimu na cha kuzingatia kwenye maisha ya muamini. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa mimi nataka nikuongezee kitu kinachoitwa unyenyekevu ama upole kwa maisha ya muamini. Jinsi ambavyo unyenyekevu ama upole unavovuta neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Na nikupe tu siri ya kwamba neema ya Mungu ni uwezesho au nguvu inayomwezesha mwanadamu kupiga hatua kimaisha, kiafya, kielimu, kiuchumi. Neema ya Mungu inafanya kazi katika mambo yote. Haleluya. Kusoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4:13. Paulo anasema kwamba nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Maana yake ni neema ya Mungu haipo tu kwenye kuwafanya watu wafunguliwe mapepo. Hapana. Ila neema ya Mungu au nguvu ya Mungu iko kwa ajili ya mambo yote. Kwa hiyo unaweza ukaanza kuyataja hayo mambo. Je, ni familia, ni ndoa, ni watoto, ni wazazi, ni uchumi, ni biashara, ni kazi. Kila nyanja unayoijua kwenye maisha yako, neema ya Mungu ina nguvu ya kukuwezesha kufanikiwa katika
hatua hiyo. Na ndio maana nimesema tunataka tujifunze kupitia unyenyekevu au kupitia upole namna tunavyoweza kukaribisha neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Amen. Katika dunia hii jitihada za kawaida zina sehemu ndogo sana ya kumtoa mwanadamu hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana kuna watu ambao wanafanya kazi usiku kucha, mchana na usiku, lakini bado huoni matokeo wanayoyapata yanaendana na jitihada zao. Lakini kumbe kuna nguvu imekosekana nyuma yake, na hiyo nguvu ni nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho ndiyo nguvu inayomwezesha mwanadamu kufanikiwa katika harakati zake, katika biashara zake, katika kazi zake, katika yote anayoyatenda. Ukitoa nguvu ya kiroho, huyo mtu hawezi kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi tumeona ni bora tukimbilie nguvu ya kiroho ambayo maandiko yanasema ya kwamba baraka ya Mungu haina majuto. Maana yake hakuna huzuni katika kubarikiwa na Mungu. Tunajua wazi ya kwamba kuna nguvu za kiroho za kishetani, za giza, ambazo watu wanazitumia kufanikisha maisha yao, kufanikisha biashara zao, kufanikisha kazi zao. Watu wanaenda kwa waganga, wanatoa sadaka za ng'ombe, sadaka za ndugu au watu, watoto wao, wanyama, ili waweze kufanikiwa kwenye mambo yao. Lakini tunajua ya kwamba mwisho wa siku baraka zile zitawaingiza katika majuto. Mwisho wa siku watakuwa na huzuni, kwa sababu shetani hawezi kukupa kitu ambacho kitakupa wewe uzima. Haleluya. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, maandiko yanasema mwivi haji ila aibe, auwe na kuangamiza. Hiyo ndio kazi ya mwizi. Lakini anasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima, naam tuwe nao tele. Kwa hiyo tunajua tofauti iliyopo ya kwamba katika ulimwengu tuliouchagua sisi, ulimwengu wa nuru, huku kwetu kuna uzima, huku kwetu hakuna mauti, huku kwetu hakuna huzuni, huku kwetu hakuna laana, huku kuna baraka na furaha na amani. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tumechagua kutafuta nguvu ya kutusaidia katika maisha yetu, katika jitihada zetu, nguvu inayotoka katika ulimwengu wa roho wa Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya nuru, ili tuwezeshe katika kufanikisha mambo yetu. Asikudanganye mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa akiwa katika neutral ground au akiwa hana utegemezi wa nguvu za kiroho. Aidha iwe ni nguvu ya kishetani ama nguvu ya kimungu. Lazima uchague upande mmoja ili uweze kushinda katika dunia hii. Haleluya. Lazima uchague upande mmoja ambao utakupa nguvu ya kukuwezesha kufanikiwa katika dunia hii. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na nielewa watumishi wa Mungu. Kwa lazima tuchague. Hatuwezi kubaki kama tulivyo. Yaani hauwezi kuwa pasipo Mungu ama pasipo nguvu ya kishetani ukafanikiwa. Haiwezekani. Utaishia kufanya vitu unashangaa, mbona kila nikifanya sioni matokeo? Nini kinaendelea? Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu umeikosa. Kwa natamani tuwe watu wenye jitihada, tuwe watu wenye kufanya mambo yetu kwa utaratibu, lakini nyuma yetu kwetu na nguvu ya kutuwezesha. Na nguvu hiyo kwa lugha nyingine ndio tunaita neema ya Mungu. Haleluya. Sasa neema ya Mungu haiji tu kama bahati, ama hatuibahatishi mahala fulani kwamba neema ya Mungu iko sehemu fulani. Hapana. Ila neema ya Mungu inavyokujia kwenye maisha yako inavutwa na kitu kinaitwa unyenyekevu au pole. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapa, alafu tutaendelea sasa na somo letu. Mungu ananiambia nikusemeshe kidogo kuhusiana na hichi kitu. Angalia kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 11. Hesabu 11.
mstari wa 25. Hesabu 11:25 utakuta hapa Musa anapewa maelekezo na Mungu. Mungu anamwambia wahesabu, wachukue watu 70 wazee Israeli wa 70 wale wazee. Halafu Mungu anamwambia Musa, hawa watu Mungu ataenda kuachilia Roho Mtakatifu juu yao katika hao watu 70. Ile roho ambayo ilikuwa ndani ya Musa inaenda kuhamia ndani ya wale watu 70. Haleluya! Mungu anatamani awatumie watu wengi katika kuifanya kazi yake, ili asiishie tu kumtumia kiongozi au mchungaji, akakusudia kutafuta wazee wengine 70 ili na wao wajazwe Roho Mtakatifu, ama wapokee neema ya Mungu, wapokee uwezesho wa kimungu. Sasa kundi hili linafananishwa na kundi kubwa sana la watu ndani ya dunia hii au ndani ya kanisa la sasa hivi. Ngoja nikuonyeshe mstari wa 25, anasema ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa. Anasema akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ikawashukia wale wazee 70, wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Haleluya! Kwa kipengele cha mwisho kinakuonyesha namna mambo yanavyoenda duniani. Watu wengi huwa wanajazwa nguvu za Mungu, wanapokea neema ya Mungu ambayo iko juu ya watumishi wa Mungu. Halafu kinachotokea baada ya hapo, wakishaondoka pale, ile neema ya Mungu inaondoka. Bwana asifiwe sana. Ngoja nirudie tena. Yaani watu wengi huwa wanaombewa, wanapokea majibu ya maombi ambayo walikuwa wanahitaji. Wapo waliokuwa wanahitaji ndoa, wakishaombewa wanapokea ndoa. Wapo ambao walikuwa ni wagonjwa, wakishaombewa wanaponywa. Wako waliokuwa wanahitaji kazi, wakishaombewa wanapokea kazi. Wako waliokuwa wanahitaji biashara zao au uchumi wao uwe vizuri, wengine wafaulu kwenye masomo yao. Lakini maandiko yanasema hawa watu walivyoombewa, ile roho iliyokuwa ndani ya Musa, ile neema aliyokuwa anatembea nayo Musa ikaenda juu yao, wakatabiri. Maana yake na wao wakawa na nguvu ya kiroho nyuma yao ya kuwawezesha kufanya mambo ambayo Musa alikuwa anayafanya. Haleluya! Lakini bahati mbaya ni kwamba maandiko yanasema hawakufanya hivyo tena. Kwa nini? Neema ya Mungu haikuwa endelevu kwenye maisha yao. Kwa watu wengi, kuna namna neema ya Mungu huwa inawatokeza, inawasaidia, inawawezesha. Halafu bahati mbaya ni kwamba kunakuwa hakuna kudumu kwa neema ya Mungu kwenye maisha yao. Sasa jambo hilo ni baya mno. Upokee uponyaji, alafu iwe ni kwa muda mfupi. Upokee nguvu ya kukuwezesha, alafu iwe ni kwa muda mfupi. Ni hatari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hii ndio inayofanya sasa kanisa la leo linakuwa halina mwendelezo, linakuwa halina nguvu, linakuwa halina uwezesho, linakuwa halina ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu wanapokea nguvu kwa muda mfupi, kwa sababu wanapokea neema ya muda. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana basi ninashawishika kukuletea habari zitakazo kufanya ujazwe Roho Mtakatifu, pokee neema ya Mungu ambayo itakuwa ni endelevu, ambayo haitakuwa ya majira, ambayo haitakuwa ya matukio. Yaani tusiseme ya kwamba nilitembea na Mungu nilipokuwa na miaka fulani, lakini baada ya hapo sikuona neema ya Mungu. Haleluya. Ama nisiseme nilimwona Mungu ndani ya wiki fulani, baada ya wiki fulani uwepo wa Mungu uliondoka kwenye maisha yangu. Haleluya. Kwa nataka tufikie hatua tuwe na neema ya Mungu endelevu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo angalia katika katika Petro wa kwanza, Petro wa kwanza
sura ya 3 mstari wa 15. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Haleluya. Anasema muwe tayari siku zote muwe tayari kumjibu mtu yoyote atakayewauliza kwa habari ya tumaini lililoko ndani yenu. Haleluya. Anatoa maelekezo sasa namna ya kumjibu mtu yoyote atakaye kuuliza kwa habari ya wokovu uliopokea. Kwa lugha nyingine inamaanisha hivi ya kwamba, ndugu yangu, katika dunia hii ulionayo kuna maswali utaulizwa juu ya wokovu uliopokea, juu ya imani ulioichagua. Anasema uwe tayari kumjibu kila mtu atakaye kuuliza hilo swali. Atakuuliza, ndugu, hivi ni nini kilikushawishi kuokoka? Huoni kama kuokoka unajaribia? Hauwezi kula bata tena kama tulivyokuwa tunakula bata. Haunywi pombe tena kama tulivyokuwa tunakunywa pombe. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa ni marafiki zako watakuona umepotea. Watakwambia unadanganywa, ni uongo tu, hakuna uhalisia wowote. Kwa hiyo maandiko yanasema uwe tayari kujibu kwa habari ya tumaini ulilonalo ndani yako. Je, unalo tumaini kwenye maisha yako? Maandiko yanasema ya kwamba ukisoma kwenye nadhani Yohana wa kwanza au wa 3 pale, Yohana wa kwanza sura ya 3 pale, anasema tazameni jinsi gani Mungu alivyotupenda sisi. Ni pendo la namna gani ambalo Mungu alitupenda, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na anasema na ndivyo tulivyo. Haleluya. Halafu ukisoma hapo chini anasema ya kwamba, ndugu zangu wapendwa, kila mwenye matumaini haya hudumu katika kujitakasa. Kwa tunalo tumaini ya kwamba ulimwengu haututambui, ulimwengu haujui njia zetu, ulimwengu hautambui mawazo yetu. Kuna tumaini tulilonalo ya kwamba katika Kristo tunaweza mambo yote. Haleluya. Lakini ulimwengu hautambui, ulimwengu hauamini tunavyosema ya kwamba tukimwamini Yesu Kristo tunapokea nguvu ya kutuwezesha kuishinda dhambi. Ulimwengu hauamini juu ya utakatifu, lakini sisi tunalo tumaini ya kwamba ndani ya Kristo tuna uwezo wa kuishinda dhambi. Tuna uwezo wa kuacha uasherati, tuna uwezo wa kuacha uzinzi, tuna uwezo wa kuacha ulevi, tuna uwezo wa kuacha usengenyaji, tuna uwezo wa kuacha malumbano na magomvi tukiwa ndani ya Kristo. Amen. Sasa tumaini hili tulilo nalo, ulimwengu unataka kupokea majibu juu ya lile tumaini tulionao. Je, ni kweli ama si kweli? Maandiko yanasema muwe tayari kumjibu kila mtu siku zote juu ya tumaini mlilonalo. Inamaanisha nini? Yaani lazima ujiandae kukutana na maswali juu ya wokovu uliopokea. Lazima ujiandae kukutana na maswali juu ya imani ulioichagua. Haleluya. Sasa sina shida kwa habari ya kujibu maswali haya ambayo tutaenda kuulizwa, lakini muhimu kuzingatia ya kwamba, je, tunajua maelekezo ya namna ya kujibu? Maandiko yanasema ya kwamba kipengele cha mwisho hapo anasema, lakini kwa upole na kwa hofu. Haleluya. Anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Haleluya. Hivi ndio vipengele muhimu sana vya kuzingatia, kwamba unapomwamini Yesu Kristo, unapotembea kama mwamini aliyempokea Yesu Kristo, lazima ujue kwamba kuna maswali utaulizwa. Lakini unaendaje katika dunia hii ambayo haikubaliani na imani yako? Anasema sio kujibu tu ama sio kuelezea tu, ili usije ukaongea kwa kiburi, usije ukaongea kwa kujivuna, usije ukaongea kwa kuharibu.
bali anasema uwe tayari kumjibu kila mtu kwa upole na kwa hofu. Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu. Ngoja tuangalie hapa katika Mathayo sura ya 10:16. Mathayo sura ya 10 mstari wa 16. Maandiko yanasema ya kwamba angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Haleluya. Yesu anasema angalieni, ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Bwana asifiwe sana. Maana yake ni nini? Kama nilivyowaambia hapo mwanzo tuliposoma maandiko yalipokuwa yanasema ya kwamba muwe tayari kumjibu siku zote kila mtu kwa habari ya tumaini mlilopokewa. Maana yake nini? Anamaanisha ya kwamba hao watu ambao watakuja kuuliza maswali kwenu juu ya tumaini mlilolipokea wanafananishwa na mbwa mwitu, halafu wao unafananishwa na kondoo. Sasa tunajua wazi ya kwamba kondoo ni mpole. Kondoo katikati ya mbwa mwitu, manake hana uwezo wa kushambulia. Haleluya, haleluya. Na tunafahamu ya kwamba mbwa mwitu ni wakali, halafu mbwa mwitu wanavyowinda wanawinda kwa ushirikiano. Haleluya. Tofauti na kondoo wanavyojilinda. Kondoo anaenda katikati ya mbwa mwitu. Mbwa mwitu wanawinda kwa kushirikiana, wana umoja wale mbwa mwitu. Ni sawasawa na maandiko walivyosema ya kwamba pepo likimtoka mtu mmoja, liwa linaondoka, lile pepo linakwenda nyikani. Likifika nyikani linakosa raha, linatamani kurudi kwa yule mtu lilipotoka. Linaporudi halirudi peke yake, linatafuta ushirika, linatafuta ushirikiano, linatafuta pepo wengine 7 wenye nguvu. Linasema, jamani, njooni mnipe msaada, ninakwenda kumshambulia kondoo. Kwa yule kondoo mmoja anakuja kushambuliwa na mbwa mwitu 7. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Hii ndiyo tafsiri ya mtu aliyeokoka katika jamii au katika dunia tulionayo. Ni dunia ambayo ina ushirikiano katika kupinga tumaini ulilonalo wewe. Ni dunia ambayo inakuja na tafsiri ya dhambi ni nini na utakatifu ni nini. Kwa hiyo ukiwa na tumaini ndani yako ya kwamba ukiokoka unafanyika kuwa mtakatifu kwa Mungu, unafanyika kuwa mwana wa Mungu, hauhesabiwi dhambi, dunia itashirikiana kukwambia kwamba hapana, hakuna mwanadamu asiye na dhambi, hakuna kuokoka katika dunia hii. Kwa dunia itakuja na maelekezo ya kukufanya upoteze tumaini lililoko ndani yako. Ukishapoteza tumaini lililoko ndani yako utasema, hamna haja. Kwani nani ni mtakatifu? Kwani nani ameokoka? Mbona fulani anaenda kanisani lakini ana tabia 1, 2, 3. Mbona fulani anaenda kanisani lakini ni mlevi. Mbona fulani anaenda kanisani lakini ni mwizi, lakini ni mzinzi, lakini ni mwasherati. Maana yake nini? Tumaini lililoko ndani yako limeondolewa, limeharibiwa. Sasa haya maswali ambayo yanakuja kuulizwa kwako kwa habari ya tumaini lililolipokea, ambayo maandiko yamesema tuwe tayari kujibu kwa habari ya maswali hayo, kwa habari ya kile ambacho dunia inakiona, tuwe tayari kukitolea maelezo. Maandiko yanasema lakini ni kwa upole na kwa hofu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sasa tunajua wazi kwa habari ya kondoo ya kwamba ni mpole, ni mnyenyekevu. Ukifuatilia historia namna ambavyo kondoo wanaenda kuchinjwa, wataalamu wanasema kondoo akiwa anaenda kuchinjwa, yeye ni mpole, hata huhangaiki. Haleluya, kimya, ametulia. Sasa sisi ni kondoo katikati ya mbwa mwitu, na tunajua mbwa mwitu mawindo yake ni kuwinda kondoo. Mbwa mwitu ni hatari, hana huruma, analalua. Kwa tumeingia kwenye dunia au kwenye jamii ambayo kwanza haikumtambua Yesu Kristo. Kwa maana hiyo na sisi haitutambui. Haleluya. Sisi hatuiwazii mabaya, kondoo hawawazii mabaya mbwa mwitu. Kondoo
hana chochote kile ambacho anaweza kukifanya ili kumzuru mbwa mwitu. Kondoo anamwazia mema mbwa mwitu, lakini mbwa mwitu akimwona kondoo tu, akili yake ya kwanza inawaza kumdhuru, kumuua apate nyama. Haleluya! Tafsiri yake ni nini? Wewe uliye na tumaini katika Kristo, unapoingia katika dunia, mawazo yako na fikra zako zinawaza yaliyo mema juu yao, zinafikiria wote Mungu atunyeshe mvua, mvua inyeshe, tubarikiwe sote. Haleluya! Wakati huo mwenzako adui au shetani, maandiko yanasema ya kwamba yeye huja ili aibe, kitu cha kwanza. Cha pili, aharibu, auwe. Hizo ndizo kazi za shetani. Kwa hiyo akikuangalia tu, anakuangalia kama mbwa mwitu anavyomwangalia kondoo. Haleluya! Sasa lazima ujue katika dunia hii ambayo umeiendea na mtazamo huo, unatokaje na kubaki na tumaini ambalo umelipokea ndani ya Kristo. Haleluya! Tuangalie hii Mathayo 10:16 ambayo tulikuwa tunasoma hapa. Anasema, basi iweni na busara kama nyoka. Bwana asifiwe sana. Na kuwa na watu wapole kama hua. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa Yesu anatufundisha kitu cha muhimu sana hapa. Anasema angalieni, manake tulia, utafakari, kwa kuwa kilichoko mbele yako sio cha kawaida, tena sio kidogo. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Kilichoko mbele yako mpendwa, sio cha kawaida na sio kidogo. Kinafananishwa na kondoo aliyepita katikati ya mbwa mwitu wengi. Kwa lugha nyingine, hatari ni kubwa mno kwenye maisha yake kuliko hatari ambayo anaweza kusababisha yeye. Haleluya! Sasa natamani tuweze kutembea vizuri na Mungu na kudumu katika utakatifu. Ndio maana nikasema ya kwamba, ndugu, tujifunze kwa habari ya upole na unyenyekevu ili tupate ile nguvu ya kutuwezesha. Na hii nguvu, wapendwa, sio kwa ajili ya tukio. Haleluya! Hatutafuti nguvu ya Mungu au neema ya Mungu kwa ajili ya tukio maalum tulilo nalo, kwa lugha ya kwamba hatumtafuti Mungu kwa ajili ya kuponywa ugonjwa tu, wala hatumtafuti Mungu kwa ajili ya kazi tu, bali tunamtafuta Mungu kama hali endelevu ya kila siku, ya siku zote, ili tuwe na uwezo wa kujibu maswali yatakayoulizwa juu ya tumaini tulilo nalo. Haleluya! Sasa kutoka kwenye Petro anatuambia kwamba tuwe tayari kumjibu kila mtu kwa habari ya tumaini tulilo nalo, lakini kwa upole na kwa hofu. Haleluya! Ukichukua ile neno upole na hofu, ndiyo inakuja kuleta tafsiri ambayo Kristo anaizungumza hapa. Anasema hivi, angalieni, ninawatuma katikati ya mbwa mwitu, nyinyi ni kondoo. Lakini anasema basi, anasema kwa lugha nyingine, hivyo au inavyotakiwa sasa kuwa ni hivi, iweni na busara kama nyoka. Haleluya! Maana yake ni nini? Hofu. Alafu anasema pia iweni wapole kama hua. Maana yake nini? Upole. Kwa hiyo lazima uzingatie hofu, alafu lazima uzingatie upole. Haleluya! Ngoja nikuoneshe busara za nyoka. Nyoka ana busara zifuatazo. Busara ya kwanza, nyoka anachukua tahadhari na utambuzi wa hatari. Yaani katika vyote unavyovijua kuhusiana na nyoka, unachoweza kujifunza kutoka kwa nyoka ni namna ambavyo nyoka huwa anachukua tahadhari. Mara nyingi nyoka huwa anakaa katika mazingira ambayo anatafuta kujua hatari iko wapi. Akiona hapa kuna hatari yoyote inaweza kutokea, atatafuta namna ya kukimbia, ajifiche. Ana utambuzi wa hatari. Haleluya! Akikaa mazingira ambapo anaona hapa kuna watu wameshika mawe wanataka kuja kunishambulia, utamwona huyo kakimbia. Tahadhari. Kwa lazima uwe na tahadhari kwenye maisha yako.
maana unajua unakoelekea kuna adui, kuna mbwa mwitu wengi. Kwa lazima utumie akili ya kuwa na tahadhari. Ukisoma kwenye Methali, maandiko yanasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Bwana asifiwe sana. Maana ndiko itokako chemichemi ya uzima. Maana yake ni nini? Uwe na tahadhari. Hakikisha kwa namna yoyote ile unajua kwamba, ndugu yangu, maneno haya ambayo fulani ananishawishi, hatari yake ni kwamba ni kuondoa tumaini lililoko ndani yangu. Haleluya. Wenye dhambi wakikushawishi, mwanangu, usikubali. Lazima uwe na tahadhari, lazima uwe na utambuzi wa hatari. Huyu mtu mbona ananiambia maneno haya? Lengo lake ni nini? Anakusudia nini? Anaweza kuja kama kondoo mwenzangu. Maandiko yanasema lakini ni mbwa mwitu. Utamjuaje kama ni mbwa mwitu ingawa amevaa vazi la kondoo? Unaangalia ile nia ya kile anachokizungumza, ya ule ushawishi alionao, ya yale anayoyaleta ndani yako. Nia yake ni nini hasa? Maana nimewaambia nia ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua, lakini nia ya Kristo ni kuleta uzima ndani yako. Ushauri anaokupa, je, utakupa kile unachokitaka? Lakini je, utaharibu nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niliwaambia ni shetani pekee anayeweza kukupa kazi ili uvunje ndoa yako. Ni shetani pekee anayeweza kukuponya ugonjwa ili uliache kanisa. Haleluya. Ni kazi ya shetani kuiba, kuharibu, kuua. Kwa lazima wewe kama muamini uliyeamini ujue, nachukua tahadhari gani kuhakikisha moyo wangu unakuwa salama? Ninachukua tahadhari gani katika kuhakikisha moyo wangu haupati na hatari? Nyoka hawezi kukaa sehemu yenye hatari. Nyoka akishasikia kolokochoko kwenye vichaka, anajua hapa kuna hatari inakuja, anakimbia. Haleluya. Bwana asiwe sana. Kwa lazima na wewe ujue ya kwamba huyu ndugu ninayezungumza naye, mbona vishawishi vyake ni kuelekea kwenye ulevi? Mbona vishawishi vyake ni kunifanya nisiende ibadani? Mbona lugha yake inanishawishi niachane na huu wokovu? Unachukua tahadhari, unalinda moyo wako. Haleluya. Maana moyo wako ukiharibiwa, chemichemi ya uzima inaondoka, inaingia chemichemi ya mauti. Chemichemi ya mauti ikiingia, yale ambayo ulikuwa unakusudia yakuwe yatakufa. Kama ulikuwa unakusudia kumtafuta Mungu, utaacha kumtafuta Mungu. Maana wako watakao kuja kama kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Watakwambia sisi tumeokoka muda mrefu, sisi tunafahamu habari za Mungu muda mrefu. Unaweza ukafanya kitu kimoja hiki, lakini kanisani ukaenda. Unaweza ukawa mwasherati, kanisani ukaenda. Sio kitu kibaya. Hiyo ni lugha ambayo ina hatari mbele yake. Kwa lazima uwe na busara kama ya nyoka. Unapohisi kuna hatari, unapohisi kuna hali ya kutokuwa na usalama, unachukua hatua haraka ya kukimbia. Na nyoka anachukua hatua ya kujilinda kwanza kabla ya kushambulia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani anamaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba haukimbilii kwenye dhambi alafu useme tu una neema ya Mungu. Hapana. Unafanya kama Yusufu. Yusufu alichokifanya, alifanyeje? Alisema njia ya kujilinda na hii dhambi ya zinaa ni kukimbia. Haleluya. Lakini sio kwamba haina shida, twende tu, kama ni gesi tutaenda, nikifika kule nitamwomba Mungu atakupiga upofu. Au kama ni pombe nitakunywa tu, lakini nitamwomba Mungu haitanidhuru. Hapana wapendwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unachukua tahadhari. Kama unajaribu kubisha, nenda utafute sehemu ambapo kuna nyoka yupo. Ukifika sehemu ambapo nyoka yupo,
kabla nyoka hajaja kukung'ata au kabla nyoka hajakimbia kukushambulia, kwanza atakimbia. Haleluya! Maana yake nini? Anajilinda, anachukua tahadhari dhidi ya hatari. Haleluya! Busara ya pili ya nyoka ni utulivu. Nyoka mara nyingi anaweza akakaa sehemu moja ametulia. Bwana asifiwe sana. Anaweza kukaa kama kwenye jani au la mti au kwenye mti ametulia kimya, na wengine walikuwa wanakaa na nyoka ndani, kakaa chini ya uvungu wa kitanda muda wa kutosha. Bwana asifiwe sana. Mnakuja mnashangaa tu mpo sebuleni, nyoka anatoka chumbani. Ameingia lini? Amekaa lini? Nyoka ana tabia ya utulivu, anatulia na hakung'ati mpaka utakapoona kwamba kuna hatari unataka kumshambulia. Bwana asifiwe sana. Na stori moja alikuwa anatuhadisia, anasema kuna watu walikuwa wanafanya kazi shambani. Kwa wanafanya kazi shambani, wakakalaza katoto, wakakatandikia chini kitenge, kakalala. Wameendelea na kazi, nyoka akaenda pale. Katoto kamelala, nyoka naye akapita pale akalala pale pale pembeni. Haleluya. Maana nyoka naye anatafuta kajoto. Amelala pembeni ya mtoto nyoka. Wazazi wanakuja wanakuta nyoka amelala pembeni ya mtoto. Nyoka alivyosikia tu watu wanakuja, kakimbia. Haleluya. Ndivyo tabia ya nyoka ilivyo, utulivu. Nyoka anapenda utulivu. Na ndio maana wanakuambia kukiwa sehemu kuna kelele, nyoka wao wanakimbia, wanahama. Ndio maana unaweza kushangaa eneo hili lilikuwa na nyoka wengi, lakini kadri watu wanavyozidi kuwa wanakuja, nyoka anakuwa anaona kuna kelele, kuna hali ambayo sio ya utulivu, anahama, anasogea pembeni, anasogea polini. Kwa nini? Anatafuta utulivu. Haleluya. Kwa hiyo na sisi kama waamini lazima tujue tabia hii, ni busara ya kuwa na utulivu kwenye maisha yetu, busara ya kutokuwa na ugomvi, busara ya kutokuwa na hali ya majibizano au masumbufu. Haleluya. Lakini pia nyoka ana busara ya kuvumilia. Nyoka ana uvumilivu wa kusubiri. Haleluya. Nyoka nimeshawaambia hiyo kwamba kujilinda, kukimbia na sio kushambulia. Lakini nyoka pia anapenda sehemu ambayo ni asiri, sehemu iliyojificha. Haleluya. Kwa nyoka anatunza siri. Nyoka anafahamu kilichoko ndani yake. Haleluya. Anapenda kukaa na kilichoko ndani yake, sio mtu ambaye hana siri au faragha. Lakini tabia nyingine nzuri sana ya nyoka ni kubadili ngozi katika ukuaji wake. Haleluya. Busara muhimu sana kwenye maisha ya muamini, kwamba nyoka hazingatii yaliyopita. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanaposema kwamba tazama ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya, ndivyo anavyofanya nyoka. Akifikia umri fulani huwa anajivua lile gamba lake, inakuja ngozi mpya. Haleluya. Vivyo ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu. Lazima uwe na hiyo busara ambayo Kristo anasema iweni na busara kama ya nyoka. Anajua wazi ya kwamba utakapomwamini Yesu Kristo, tumaini lililoko ndani yetu litakwambia ya kwamba, ndugu yangu, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Kama ulikuwa ni mlevi, tumaini ndani yako linakwambia wewe sasa sio mlevi. Lakini dunia itakwambia ya kwamba wewe ni mlevi. Dunia itakwambia kwamba tunajua dhambi zako, tunajua maisha yako, tunakufahamu. Haleluya. Lakini lazima uwe na tabia kama ya nyoka, ndugu yangu. Umeamua kuacha gamba la zamani, umeamua kuvua vazi la zamani. Ulikuwa umevaa vazi la uasherati, hauvai tena. Ulikuwa umevaa vazi la uzinzi, hauvai tena. Ulikuwa umevaa vazi la waganga wa kienyeji, la kutumia dawa za kienyeji, uchawi wa kila aina na ushirikina. Leo hii umeamua kubadilisha vazi. Haleluya. Hauwezi kumwona nyoka anarudia gamba lake. Akishavua lile gamba analiacha, anabaki na gamba jipya, anaendelea na maisha. Hakuna hata siku moja
utamuona amerudia vazi la zamani. Ni hekima ambayo unatakiwa uichukue unapoenda katika dunia hii, unapoingia katika ulimwengu huu ambao unakujua, ambao unakufahamu, unakuletea lugha za kila aina, unakuletea vishawishi vya kila aina. Lazima ujue ya kwamba vazi langu limebadilishwa katika ukuaji wangu. Ninatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sigeuki nyuma kuangalia yale yaliyokuwa yamenizingira. Vazi nililokuwa nimelivaa nimeshalivua. Haleluya! Lazima utumie hekima hii, lazima utumie na busara hii. Ndugu yangu, haijalishi ulitenda mabaya kiasi gani, haijalishi watu wanajua ulivyo mbaya kiasi gani, haijalishi watu wanaweza kukuelezea kwa ubaya namna gani, lazima uchukue tahadhari. Yoyote atakayesimama kukwambia unajifanya umeokoka, unajifanya mchaji wa Mungu, unajifanya mtakatifu, tunajua 1, 2, 3 kuhusiana na maisha yako. Maandiko yanasema tumia busara ya nyoka, mwambie ya kwamba vazi nililokuwa nimelivaa zamani nilishalivua, leo hii nina vazi jipya. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa lazima ujue tumaini ulilonalo linakufundisha ya kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Umepata vazi lililo jipya kwenye maisha yako, zingatia hilo. Bwana asifiwe sana. Lakini pia hapa tunamwona Yesu anataja ndege anaitwa hua. Anasema watu wapole kama hua. Tunafahamu hua ni mpole sana. Haleluya. Na anapenda mazingira tulivu, na ndio maana tunaona Roho Mtakatifu anafananishwa na hua kwa sababu ya upole. Haleluya. Huyu ndege anataka kufanana na njiwa, lakini tofauti kidogo na njiwa. Ndege huyu ni mwaminifu, ndege huyu ni mpole, ndege huyu ni ndege katika ndege ambao hawana kulipiza kisasi. Ni ndege ambaye anamaanisha amani, ni ndege ambaye anamaanisha upendo. Mahala popote pale ambapo utamuona hua ni mahala ambapo kuna utulivu, kuna amani, hakuna magomvi. Kwa Kristo anatuambia ya kwamba mtu yoyote atakaye kuuliza kwa habari ya tumaini ulilo nalo kwenye maisha yako, anasema umjibu kwa upole. Maana yake nini? Pasipo majibizano. Na leo watumishi wa Mungu, maana yake nini? Pasipo magomvi kwenye maisha yako. Zingatia hasa kuwa na hofu. Hofu niliyowaambia sio mashaka, bali ni tahadhari. Hofu ni namna ambavyo nyoka anaenenda, lakini uwe mpole kama hua. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sasa upole ni nguvu iliyodhibitiwa. Maana unaweza kuwa unajiuliza upole ni nini? Upole sio ukimya, wapendwa. Upole sio udhaifu. Kuna watu ambao ni wakimya lakini hawana upole ndani yao. Kumbuka, upole ni tunda la Roho, na kwa kuwa ni tunda la Roho, upole sio jambo ambalo linatokana na jitihada za kibinadamu. Haleluya. Kwa hiyo inakulazimu uwe na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako ili kuweza kuwa na hali ya upole kwenye maisha yako. Upole sio ukimya. Ndio maana wengine wanakwambia ogopa sana, fulani ni mkimya sana, ila akikasirika ni hatari. Haleluya. Ujue yule sio mpole, ila ni nani? Ni mkimya. Sasa mkimya sio mpole, ila mpole ni mtulivu, ni mnyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Mpole ni mtulivu, ni mnyenyekevu na ana nguvu. Kwa hiyo upole kwa lugha nyingine ni nguvu ambayo unaweza kuidhibiti, nguvu ambayo unaweza kuizuia. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe mfano mzuri hapa wa upole, alafu
tunapomalizia somo letu hili tuende kumwambia Mungu. Haleluya. Kuna watu hapa ambao tunaweza tukawaangalia ambao wanathibitisha upole, namna ulivyo upole na nguvu. Haleluya. Kwanza tunaweza tukamwangalia Musa. Musa katika kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Mwambie jirani yako, unaelewa mtumishi? Mwambie, unaelewa mtumishi? Haleluya. Msimama hapo, umshike mkono, umtingishe. Simama kwa miguu yako, unyooshe mwili. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimesema kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 3. Sasa hii habari ukisoma hapa utakuta kwamba Miriam na Haruni walikuwa katika mazungumzo na Musa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ngoja nikusomee kwanza Hesabu 12 mstari wa 3. Anasema basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi. Bwana asifiwe sana. Ngoja nirudie tena. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Musa alikuwa ni mpole zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya nchi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka, ninakueleza namna utakavyojielezea kwa watu wasioamini juu ya tumaini ulilonalo la wokovu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tulianza kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Akasema ya kwamba ndugu, muwe tayari kumweleza ama kumjibu mtu yoyote siku zote kwa habari ya tumaini lililo ndani yenu, ama kwa habari ya wokovu mlioupokea. Sasa alisema lakini kwa hofu na kwa upole. Nikakufafanulia upole na hofu, namna ambavyo Kristo alituelezea ya kwamba tumetumwa ama tunaishi kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, na tunajua mbwa mwitu hana urafiki kabisa na kondoo, na mbwa mwitu yuko tayari kumshambulia kondoo kuliko kondoo kumshambulia mbwa mwitu. Ama kwa lugha nyingine, kondoo akimwona mbwa mwitu huwezi kuona anaangalia kufanya chochote kile kumshambulia ama kumdhuru. Haleluya. Anamuona kama rafiki. Lakini mbwa mwitu akimwona kondoo anafikiria kuua, anafikiria kuharibu. Haleluya. Kwa hiyo tunapoingia katika ulimwengu huu, wapendwa, maandiko yanasema lazima tuwe na upole kama wa hua, halafu lazima tuwe na busara kama ya nyoka. Hapa tumesoma kwa habari ya Musa. Maandiko yanasema Musa alikuwa ni mpole sana kuliko wanadamu wote. Haleluya. Lakini tunajua huko nyuma Musa aliona Misri anapigana na Mwibrania. Halafu tunaona Musa akaingiwa na hasira, akamshambulia yule Misri mpaka akamuua. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya kumuua yule Misri, Musa akachukua hatua ya kwenda kuchimba, akamfukia, akamzika. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni habari ya Musa iliyopita. Majira haya sasa tunakuja kuona Mungu anatuambia Musa alikuwa mpole kuliko wanadamu wote. Musa amevua vazi. Naelewa watumishi wa Mungu? Musa amevua vazi kama yule nyoka alivyotoa lile gamba. Hakukumbuka kwa habari ya hasira aliyokuwa nayo muda huu. Muda huu Musa amejawa na upole ndani yake. Hana tena vazi la hasira, hana tena vazi la ugomvi, hana tena vazi la malumbano. Haleluya. Na hapa maandiko haya yanatuambia kwamba Miriam na Haruni walikuwa katika hali ya ugomvi dhidi ya Musa,
Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi au mwanamke asiye na asili ya Kiebrania. Haleluya! Kwa kulikuwa kuna ugomvi wa aina mbili. Ugomvi wa kwanza ambao ndo asili yake au ndo tuseme ndo chanzo cha ule ugomvi ni ugomvi wa wale Miriam na Haruni kuona wivu dhidi ya Musa kwa habari ya Mungu. Haleluya! Ngoja nikusomea hapa mstari wa 2. Anasema, wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Haleluya! Maana yake nini? Waliingiwa na wivu. Kwa nini Mungu anazungumza na Musa? Kwa nini Mungu anamtumia Musa? Wakawa na mashaka, wakawa na wivu na chuki ndani yao. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Musa tunajua alikuwa ana nguvu. Musa alikuwa na mamlaka, alikuwa na uwezo wa kufanya mambo. Lakini hapa Musa anatambulika kwa upole, maana wamemsema kwa ubaya. Kwa nini ameoa mwanamke wa Kiafrika? Wamemshambulia kwa maneno, wakaona haitoshi, wakamwambia, wewe kwa nini unajifanya wewe ndio Mungu anakutumia? Wewe ndio unajifanya mtakatifu, wewe ndio unajifanya mtu wa kanisani sana, wewe ndio unajifanya unalijua kanisa. Haleluya! Wamemshambulia kwa maneno Musa, wamemshambulia kwa maneno, lakini Musa huoni akijibizana nao, huoni Musa akiwa mgomvi, huoni Musa akinyanyuka na kutaka kurudisha maneno kwa majibu. Bwana asifiwe sana. Lakini Musa anaonyesha upole. Ukisoma hapo sura ya nyuma utaona sura ya 11 mstari wa 29, utaona vivyo hivyo imetokea. Wale watu 70 niliowaambia waliojazwa Roho Mtakatifu, kuna 2 ambao walibaki kambini. Maandiko yanasema alikuwa anaitwa Eldadi na Medadi. Hawa watu kule kambini wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kutabiri kule. Asili ya wanadamu, unapotenda jambo lililo jema, lililo zuri, huwa wanaona wivu, huwa wanajisikia kuchukia. Wale wanadamu wakasema, haiwezekani. Kwa nini yule naye anaenda kwa lugha? Kwa nini yule naye anatabiri? Kwa nini yule naye ni mtumishi wa Mungu? Wakatoka na chuki, wakamfuata Musa. Haleluya! Ngoja nikuonyeshe upole wa Musa, tofauti na watu wengi. Watu wengi wanatamani utukufu uwe kwao tu, wanatamani mafanikio yawe kwao tu. Sasa angalia mstari wa 28. Anasema mtu mmoja, kwanza 27, anasema mtu mmoja kijana akapiga mbio, akaenda akamwambia Musa, akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ama kwa lugha nyingine, yani unaweza ukafanya kazi nzuri, unaweza ukafanya utumishi mzuri ndani ya kanisa, labda ni kwenye uimbaji, labda ni kwenye kujitoa kwa utendaji kazi ama kwa sadaka. Katika hali utakaojitoa, lazima ujue kwenye dunia ya namna gani, lazima ujue umezungukwa na watu wa aina gani. Bwana asifiwe sana. Wako watakaosema ya kwamba unavyojitoa sana unatapeliwa, unavyojitoa sana unaharibu maisha yako. Haleluya. Badala Jumapili uenda kazini, umeenda kanisani, unapoteza hela. Ni maneno ya duniani, ni lugha ya duniani. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu wakaona kuna watu ambao wanamtumikia Mungu vizuri, kuna watu ambao wanaimba kwaya kwa kujitoa, kuna watu ambao wanafanya vizuri. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Mungu tangu ujana wake, akajibu akasema, bwana wangu Musa, uwakataze. Haleluya. Muona watu walivyoona kuna watu wanafanya kazi kama Musa, kuna watu wanafanya utumishi kama Musa, wakaingiwa na wivu, wakaingiwa na hasira, wakamwambia Musa, wakataze wale nao wanahubiri. Haleluya. Ngoja nikuelezee vizuri mfano uelewe. Kwa lugha nyingine ni mfano. Hapa kanisani tunajua mchungaji wetu ni huyu hapa. Haleluya. Halafu tukawa na mtumishi wa Mungu kaka yule pale.
Kaka akaenda kushuhudia, watu wakaamini, wakampokea Yesu Kristo, wakaja kanisani. Haleluya! Baadhi ya watu tena hawakuwa wambali, wa humo humo kanisani, wakatoka kwenda kumwambia mchungaji, mchungaji, unajua fulani na yeye anahubiri. Haleluya! Yule anahubiri, watu wanaanza kumsikiliza yeye, watu wanaenda kumwambia waombee. Haleluya! Ndicho kilichotokea. Upole wa Musa unaonekana mahali hapa. Anasema ya kwamba Musa akawaambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii na kama Bwana angewatia roho yake. Haleluya! Ama kwa lugha nyingine, Musa akawa ni mpole, pamoja na kwamba ana nguvu, pamoja na kwamba ana mamlaka, lakini akasema ni afadhali watu wote waendelee kuhubiri, watu wote waendelee kufanya kazi ya Mungu, watu wote waendelee kufanikiwa. Ni furaha yangu, sio nifanikiwe peke yangu, bali na wengine wafanikiwe. Haleluya! Kwa Musa alikuwa na upole ambao Mungu ameuthibitisha ndani yake, na tunaona hapa mbele sura ya 12, huyu Miriam na Haruni, baada ya kuwa wamemsema vibaya Musa, baada ya kuwa wamemshambulia Musa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akazungumza, akatoa hukumu juu ya Miriam. Mungu anamhukumu Miriam, anasema ya kwamba Miriam akapatwa na ukoma. Halafu tunaona kwamba Musa ambaye ndo alikuwa anashambuliwa, hatumuoni Musa akishangilia kwamba adui yangu amekutwa na mabaya. Hatuoni Musa akishangilia kwamba adui yangu amekutwa na ubaya. Haleluya! Lakini tunaona Musa akichukua hatua ya kwenda kumwombea Miriam rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Yaani yule ambaye amekusema vibaya, yule ambaye amekuzungumza vibaya, amezungumza yasiyo ya kweli kwa habari yako. Bwana asifiwe sana. Amezungumza yasiyo ya kweli kwa habari ya imani ulionayo. Maandiko yanasema wewe umwombee. Ndio maana anasema waombeeni adui zenu, msilipize ubaya kwa ubaya. Ndicho alichokifanya Musa. Wamemsema vibaya, wamemwazia mabaya, Mungu anamwadhibu Miriam, alafu Musa anachukua jukumu. Soma mstari wa 13 hapo nikuonyeshe. 13 anasema, Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze Mungu na kusihi sana. Yaani Musa aliyetendewa mabaya, kwa sababu ya upole ulioko ndani yake. Maana yake nini? Upole hauna kisasi, upole unataka amani, upole unawaza yaliyo mema, upole maana yake una nguvu sawa, lakini unaidhibiti ile nguvu yako kwa ajili ya amani, kwa ajili ya upendo. Upole sio ukimya. Haleluya! Upole ni nia ya ndani, mawazo ya ndani. Waliokuwazia mabaya, Mungu ameachilia mabaya juu yao. Bwana asifiwe sana. Je, utachukua jukumu kama la Musa? Musa akamlilia Mungu kwa ajili ya mtu aliyemsema vibaya. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Lazima upokee roho kama ya Musa. Lazima upokee roho ya upole kama iliyokuwa ndani ya Musa, ili wale wanaokusema mabaya uchukue jukumu la kuwaombea. Wale ambao wanakutamkia mabaya kwenye maisha yako, uchukue jukumu la kuwaombea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuangalie pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 tunapomalizia kabisa. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Mnanisikia vizuri kabisa? Haleluya. Tunaenda kumalizia somo letu, kisha tuende kumwomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nimesema Mathayo sura ya 11 mstari wa 29. Hapa tunaona Yesu pia anatambulika kama mpole. Bwana asifiwe. Mwambia mpole sio mkimya.
ila mpole ana utulivu ndani yake. Mpole pia ana utu wema ndani yake, ana tunda la Roho katika maisha yake. Haleluya. Mathayo 11:29 ni wito ambao Kristo anaotoa kwetu. Anasema ya kwamba jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Haleluya. Kristo anasema jitieni nira yangu. Bwana asifiwe. Mjifunze kwangu. Kwa hiyo unaweza ukaangalia maandiko haya, Kristo anatoa wito kwetu. Nira ni lile libao ambalo huwa linawafunga ng'ombe au punda wanapotembea wawili kwenda kulima ama kubeba mzigo. Haleluya. Kile kinachopita shingoni ndio kinaitwa nira. Haleluya. Ama kwa lugha nyingine, ili uelewe vizuri, nira ni kama chuma ambalo linaunganisha matairi ya gari kulia na kushoto. Bwana asifiwe sana. Kwa ile nira ukishavikwa, maana yake mkiwa wawili, hakuna namna mwingine ataenda kusini, mwingine kaskazini, lazima mtelekea upande mmoja. Na ikiwa mtakuwa na mawazo tofauti, maana yake hakutakuwa na safari, kwa sababu wewe unaenda huku, huyu anaenda huku, hakuna maelewano. Lakini anasema jitieni nira yangu. Bwana asifiwe sana. Maana yake wewe na Kristo muwe kitu kimoja, mpate safari moja, mpate mwelekeo mmoja. Sasa anasema ya kwamba mjifunze kwangu. Haleluya. Kwa lugha nyingine anasema ya kwamba angalia jinsi ninavyotenda mambo. Haleluya. Kujitia nira ya Kristo maana yake ni kuangalia Yesu alikuwa anafanyeje mambo. Ndiyo maana ya kujifunza. Uangalie Yesu alikuwa anaishi vipi na watu waliomzunguka. Je, alikuwa na ubaguzi? Je, alikuwa na majivuno? Je, alikuwa anaishi vipi na watu? Jifunze namna Yesu alivyokuwa akiongea na watu wengine, alikuwa anaongea nao vipi? Namna Yesu alivyokuwa akiamka anafanya nini? Namna Yesu alikuwa akienda kanisani anafanya nini? Haleluya. Utumishi wake ulikuwaje? Sasa anasema kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa tunaona kwamba Yesu anatupa mwaliko wa kumkaribia yeye na kujifunza kwake, na tunaona wazi ya kwamba kumbe tukimkaribia Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ni mpole na mnyenyekevu, maana yake ana utayari na utulivu. Anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sasa ile raha nafsini mwenu ndio kupokea kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa lugha nyingine, raha nafsini yenu anamaanisha kupata pumziko, kupata hali ya kutokuwa na mzigo katika maisha yako. Huenda una mzigo labda ya magonjwa, huenda una mzigo labda wa kiuchumi, hela ni ngumu, maisha ni magumu. Anasema ukimfuata Kristo na nira yake, ukaangalia namna anavyofanya, namna anavyotenda, Biblia inasema wazi ya kwamba mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Kwa Yesu alikuwa ni mpole na Yesu alikuwa ni mnyenyekevu, na sisi inatulazimu kufuata maelekezo yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mnaelewa watumishi wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema ya kwamba Yesu alikuwa ni mpole. Hebu angalia katika Marko sura ya kwanza. Marko sura ya kwanza mstari wa 21. Marko sura ya kwanza mstari wa 21. Mstari wa 21 anasema wakashika njia mpaka Kapernaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Mstari wa 22,
acha kupiga dogo. Tulia, tawachapa watoto wote. Wakamshangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palipokuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akasema, tuna nini nawe Yesu Mnazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akasema, fumba kinywa umtoke. Haleluya. Hapa inatuonesha wazi ya kwamba Yesu alivyokuwa anafundisha, maandiko anasema alikuwa afundishi kama mtu wa kawaida, alikuwa anafundisha kama mtu mwenye amri. Maana yake Yesu alikuwa ni mpole na mnyenyekevu, ingawa alikuwa ana amri, alikuwa ana nguvu. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi una uwezo wa kufanya jambo, lakini upole na unyenyekevu unakufanya uizuie nguvu yako. Haleluya. Ujizuie kwa ajili ya amani. Ni kweli una uwezo wa kufanya maamuzi 1, 2, 3, lakini upole unakufanya uwe na unyenyekevu. Ni kama ambavyo walivyoenda kumkamata Yesu. Yesu alikuwa na uwezo wa kutoweka, alikuwa na uwezo wa kuamuru malaika, majeshi, lakini Yesu alikuwa amechagua kuwa mpole, alichagua kuwa mnyenyekevu, alichagua kuwa mvumilivu na mstahimilivu. Haleluya. Kwa muhimu katika maisha yetu kuchagua kuwa wanyenyekevu, kuwa wapole. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 5, anasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Na ukisoma pia kwenye kitabu cha Zaburi 37, Zaburi 37, maandiko yanasema, Zaburi 37 mstari wa 11, lakini nitasoma pia na hiyo mstari ya nyuma ambayo ni neno ambalo Kristo alilitoa. Anaposema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi, anasema bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Haleluya. Sasa angalia kwanza mstari wa 7, nikusomea hapa uone. Anasema ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Bwana asifiwe sana. Anasema hivi, ukae kimya mbele za Bwana, umngojee kwa saburi. Maana yake nini? Upole unakufundisha kusubiri. Upole unakufundisha utulivu. Ni kweli unahitaji, ni kweli una mahitaji, ni kweli unatamani Mungu afanye 1, 2, 3 kwenye maisha yako, lakini je, unajua ya kwamba Mungu anakutaka umngojee kwa saburi, umsubiri Mungu, uwe na uvumilivu. Na anasema usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake. Yaani katika hali yako ya kusubiri, katika hali yako ya kungoja Mungu aguse maisha yako, ikiwa kuna mmoja ambaye utamuona Mungu amemfanikisha, ama kwa lugha nyingine, tuko watu wawili tuna maombi, Mungu tukumbuke tupate ndoa, halafu unaona mwenzako amepata mme. Kwa lugha nyingine, maandiko yanasema ya kwamba tunatafuta kazi, mimi na rafiki yangu tunashirikiana kuomba Mungu tupate kazi, rafiki yangu anapata kazi, mimi sijapata. Maandiko yanasema uwe mpole. Kwa lugha nyingine, umngojee Mungu kwa saburi, pasipo kumkasirikia aliyefanikiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Upole unakutaka ufurahie mafanikio ya mwingine. Wakati ukisubiri kufanikiwa kwako, usikasirikie mafanikio ya mtu mwingine. Ama kwa lugha nyingine, usiwe na chuki, usiwe na wivu kama ilivyokuwa kwa Kaini. Kaini alivyoona sadaka ya Abili imepata kibali mbele za Mungu, hakuwa na upole ndani yake, hakuwa na unyenyekevu ndani yake. Aliingiwa na hasira. Kwa nini rafiki yangu au jirani yangu au ndugu yangu amefanikiwa na mimi sijafanikiwa?
Mbona na mimi ni mgonjwa, nimeomba sana kuliko mwenzangu, lakini mwenzangu amejibiwa. Maandiko yanakutaka uwe mpole, uwe mvumilivu. Haleluya. Anasema pia, wala mtu afanyaye hila, yaani hata yule ambaye anakuwazia mabaya, anayetenda kwa ubaya, usimkasirikie. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 8 anasema ukomeshe hasira. Ukomeshe hasira. Usiwe mtu mwenye hasira, usiwe mtu mwenye ugomvi, usiwe mtu mkorofi. Upole unamaanisha kutokuwa na hasira. Haleluya. Usiseme kwamba mimi ukinichokoza nina hasira. Hapana. Maandiko yanataka ukomeshe, yaani usikubali hata kidogo kuwa na hasira. Maana anasema hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu. Kwa anasema ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike. Anarudia tena, anasema mwisho wake mtu mwenye hasira, mtu asiye na upole ndani yake, mwisho wake ni kutenda mabaya. Maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojeao Bwana ndio watakaorithi nchi. Haleluya. Naona mstari wa 9 ndio kipengele ambacho nilikuwa nataka kukielezea. Anaposema kwenye Mathayo 5 mstari wa 5, anasema heri wapole, maana watairithi nchi. Haleluya. Au wamebarikiwa wapole, maana watairithi nchi. Na hapa kwenye mstari wa 11 Zaburi 37 inaeleza kile kile. Inasema ya kwamba bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Wingi wa amani maana yake nini? Wana amani katika ndoa, wana amani katika biashara, wana amani katika kazi, wana amani katika huduma, wana amani katika utumishi wowote yule. Amani maana yake ni nini? Unaweza ukanikuta nina shida ya hela, lakini hunioni ninahuzunika, hunioni nina uhitaji. Kwa sababu nini? Ndani yangu nina amani. Amani ikijaa ndani yako, shetani pekee ndiye atake kuja kukufundisha ya kwamba ukiwa na vitu ndio utakuwa na amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa lugha nyingine, kilichomfanya shetani amfuate Ayubu aanze kuhangaika na vitu, alijua ya kwamba Ayubu ana amani kwa sababu ya vitu. Asijue ya kwamba kilichomfanya Ayubu awe na amani ndicho tukisoma hapa. Anasema heri wapole, maana watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani, sio kwa wingi wa vitu. Hatufurahii kwa sababu tumepata yale tuliyokuwa tunahitaji, maana shetani anawazia hayo. Shetani aliwaza kwamba Ayubu anafuraha kwa sababu ana watoto, Ayubu anafuraha kwa sababu ana ngamia, ana ng'ombe, ana mashamba. Kwa alichokifanya akaenda kushambulia vile vitu. Akanarudishia tu taarifa ya Ayubu, tulikuwa shambani, ukaja upepo mkali, mazao yote kwisha. Tulikuwa na mifugo, wakaja wanyama wakali, wakashambulia mifugo yote kwisha. Haleluya. Lakini bado Ayubu alikuwa na furaha. Ayubu anasema, je, tupate mema tu, mabaya yasitupate? Yote kwa yote anasema, ninajua mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukapita katika hali ya uhitaji, tunaweza tukapita katika hali ya kutokuwa na vitu, tunaweza kupita katika hali ya kukwazwa, hali ya kukasirishwa, hali ya kuona tunachelewa. Maandiko yanatutaka tuwe wapole, tuwe watulivu, tuwe wastahimilivu, tuwe watu tunaotembea kwa busara. Haleluya. Amen. Ndio maana anasema ya kwamba mstari wa 9 sasa, anasema bali wamngojeao Bwana. Toa ile neno wamngojeao, weka wapole, maana tumesema wapole ndio watakaoirithi nchi. Wapole ni watu gani? Anasema bali wamngojeao Bwana ndio watakaoirithi nchi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wamngojeao nani? Bwana. Hilo ndio tumaini tulilo nalo, ya kwamba tukimwomba Mungu anatutendea sawasawa na jinsi apendavyo.
Haleluya! Ni tumaini tulilonalo ndani yetu ya kwamba lolote tutakaloliomba kwa Bwana kwa jina lake atalitenda kwenye maisha yetu. Haleluya! Paulo anasema hivi kwenye ule mstari ambao wengi tunaujua na tunaupenda sana, ngoja nikusomee ili uone raha yake. Wafilipi sura ya 4. Filipi sura ya 4. Wengi wanaujua mstari wa 13. Ngoja nikuonyeshe mstari huo ulipotoka. Mstari wa 12. Haleluya! Kuanzia mstari wa 11. Anasema, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji. Haleluya! Yaani sio kwamba ninasema hivi kwa kuwa labda nina shida, kwa kuwa nina hali ya uhitaji. Anasema, maana nimejifunza, sio kwa kusoma. Haleluya! Nimejifunza field kwa vitendo, kwa kuishi, kwa kuona, kwa kupitia. Nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Yaani Paulo ameshapitia hali ya kuwa na fedha na ameshapitia hali ya kutokuwa na fedha, ameshapitia hali ya kuwa mzima na ameshapitia hali ya kuwa mgonjwa. Haleluya! Kwa hiyo anasema hivi, sio kwa sababu ana hali ya uhitaji, ila anasema nimeisha jifunza na nimeisha kuwa na hali ya kumngojea Bwana katika hali zote, ya kuwa na subira ya kumsubiri Mungu. Mstari wa 12 anasema, najua kudhiriwa. Haleluya! Tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Halafu ndio mstari wa 13 anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya! Paulo anasema ya kwamba ninajua kupungukiwa na ninajua kuwa na vitu. Biblia ya Kiingereza inasema hivi, nina furaha. Ile ninajua anasema hivi, I am happy. Yaani nina furaha kutokuwa na vitu na nina furaha kuwa na vitu, katika mambo yoyote yale, katika hali yoyote yale, katika namna yoyote ile, nikiwa na kitu ama nikiwa sina na kitu, ninayo furaha. Haleluya! Ninayo furaha. Asila kwangu haiwezi kupata kibali, kwa kuwa ninajua mambo yote ninayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Sio kwa sababu nina vitu ndio maana ninafurahi, hapana, bali ni kwa sababu ninajua ya kwamba mambo yote yanawezekana katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya! Kwa hiyo lazima tujue ya kwamba maandiko yanavyosema ya kwamba wapole au wamngojeao Bwana watairithi nchi. Hilo ni tumaini tulilo nalo, lazima tutembee nalo. Na nimewaambia ni nini kinachotokea. Wapole wanavuta neema ya Mungu kwenye maisha yao. Wapole wanakaribisha msaada wa kiungu kwenye maisha yao. Soma katika Yakobo mstari wa mwisho hapa, twende kumwambia Mungu kwa habari ya neema yake kwenye maisha yetu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 anasema, lakini utujalia neema iliyozidi. Ngoja nianzie mstari wa 5. Anasema, au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Ama kwa lugha nyingine ni hivi unadhani haya yote ambayo ninakufundisha ni uongo ama ni bahati nasibu, ni siasa tu? Hapana. Haleluya! Swali hili lazima ujiulize ya kwamba hivi tunavyofundishana kwa habari ya kanisani, kwa habari ya utumishi, kwa habari ya Mungu, hivi unadhani ni bure au unadhani haina maana? Bwana asifiwe sana. Anasema huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Bwana asifiwe sana. Yaani yule Roho uliyempokea kwenye maisha yako, nilikwambia wewe haupaswi kumpokea Roho Mtakatifu kwa majira ama kwa tukio maalum kama kile kizazi kilichopita. Haleluya, tuliosoma hapo mwanzo. Lakini unapaswa kupokea Roho Mtakatifu kama maisha endelevu, maisha yasiyo na mwisho.
Haleluya. Anasema huyo Roho akae ndani yetu, hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya. Kwa hiyo ukitaka Mungu ahusike na maisha yako, ukitaka Mungu akupe nguvu ya kuongezeka kwenye maisha yako, kiuchumi, kibiashara, kikazi, kiafya, ashughulike na maisha yako. Maandiko yanasema hivi, Mungu hujishughulisha sana na maisha yetu. Mungu huhangaikia sana maisha yetu. Kwa namna gani? Anasema hutujalia sisi neema iliyozidi, hutujalia sisi nguvu isiyo ya kawaida ya kutenda mambo ambayo akili ya kibinadamu inaweza kusema haiwezekani. Akili ya kibinadamu inasema kwamba jambo hili limeshindikana, huyu hawezi kufanikiwa, huyu hawezi kupona, huyu hawezi kusimama, kanisa haliwezi kuongezeka. Hayo ni maneno ya wanadamu, lakini neno la Mungu linasema hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo Mungu husema huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Wanyenyekevu Mungu huwapa neema ya kurithi nchi. Wanyenyekevu Mungu huwapa neema ya kustawi. Haleluya. Kwa hiyo usimame kwa miguu yako, twende tumwambie Mungu, hii neema iliyozidi ije kwenye maisha yetu. Neema iliyozidi itembee kwenye kanisa letu. Neema iliyozidi itembee kwenye afya zetu. Neema iliyozidi iwe nguzo ya ushindi kwenye maisha yetu, iwe nguzo ya ushindi kwenye familia yetu. Mungu akikupa neema iliyozidi katika familia yako, haijalishi historia inasemaje, haijalishi wengine wote waliishia wapi, neema iliyozidi na kutoa katika hali ya kutokukubalika na kukubalika. Haleluya. Neema iliyozidi ndio aliyoipata Gideon. Gideon anasema, ndugu zangu ni maskini kupita wote, ndugu zangu wako katika hali ya chini kupita vyote, sisi hatuwezi kufanikiwa. Ni hali ya umaskini, ni hali ya magonjwa, lakini neema iliyozidi inakuja kukuambia wewe ni shujaa. Simama kwa ushujaa wako, uwaokoe wengine, uwe nuru kwenye maisha ya wengine, uwe chanzo cha kufanikiwa kwa familia yenu, kwa kanisa lenu, kwa jamii nzima. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakushukuru kwa neema yako, kwa neema yako, neema yako, kwa neema yako ya siku ya leo ya kunifundisha unyenyekevu na upole mbele zako. Bwana, ninaungana na watumishi wako wa mahali hapa kwa jina la Yesu kuziita neema iliyozidi, kuita neema iliyozidi kwa kanisa letu, kwa kanisa letu, kwa mtumishi wetu, kwa mtumishi wetu. Neema iliyozidi, neema iliyozidi kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwenye masomo yangu. Neema iliyozidi, neema iliyozidi iletayo ongezeko, iletayo ongezeko, iletayo kukua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitabaki kuwa wa kawaida, sitabaki chini, ninanyanyuka kwa jina la Yesu, nikawe nuru
nikawe nuru, nikaangaze katika familia yetu, katika jamii yetu, katika taifa letu. Ninanyanyuka katoka matopeni, kutoka mavumbini, oh, katika jina la Yesu. Niketishwe na wakuu, niketishwe na wakuu kwa jina la Yesu. Ninanyanyuka kutoka katika umaskini, kutoka katika umaskini na kuketishwa na wakuu kwa jina la Yesu. Kwa neema ya Mungu, neema iliyozidi, neema iliyozidi. Sitakuwa wa kawaida, sitakuwa wa kawaida, sitabaki kawaida. Nitainuka na kuongezeka katika kukujua wewe, katika kulijua neno lako, katika kutembea katika njia yako. Kwa jina la Yesu, watoto wetu watapokea neema iliyozidi kwenye masomo yao, kwenye afya zao, kwenye ukuaji wao. Kwa jina la Yesu, waliokusudia mabaya hayatafanikiwa, hayatasimama. Katika jina la Yesu, ninaachilia neema iliyozidi kwa kanisa, kwa kanisa. Neema iliyozidi katika hitaji nililo nalo, katika kiu niliyo nayo. Kwa jina la Yesu, napokea neema iliyozidi, napokea neema iliyozidi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu. Baba, ninakushukuru kwa neema yako na nguvu zako ambazo Mungu umeachilia sasa majira haya. Rapo seketeke la pashato robo satai leke sekete bobo sai ropo sakara baba yando robo sikanai shekere bobo santoria ma shando robo sakataya shekere bebe seketo inama yakara bobo sekete inamosa shakoro bobo sakata shakara baba toria ma. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunaachilia uwezesho, tunaachilia nguvu ya Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia neema yako Bwana, achilia neema yako Bwana, achilia nguvu zako katika jina la Yesu. Shanda baba sa rapa kataka ya shanda baba repo sakataka shando robobo sakata shakara baba sekete raba santoria mama shendo raba sakata shakandara mama. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu rapo sakataya shetekere bobosa kaina moseketelia shetarababasia kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Shantoria Masai Shatora Basaya baba. Oh